Mfanye Bwana ndiye kila kitu, naye atakuwa kila kitu kwenye maisha yako. Mfanye Mungu kuwa ndio kila kitu, naye atakuwa ndio kila kitu kwenye maisha yako. Lakini usipomfanya Mungu kuwa kila kitu, naye atakuwa si kitu kwenye maisha yako. Tusijisahau wapendwa, watu wa Mungu. Duniani tunapita, tunao wajibu wa kufanya kila jambo ambalo Mungu angetaka tulifanye katika uhai wetu ama uzima wetu. Maana sisi hapa duniani tumepewa kuishi kwa muda, tumepewa kuishi kwa kitambo tu. Anayedumu milele, atakayedumu milele ni Mungu mwenyewe na neno lake. Mfanye Mungu kuwa kila kitu, naye atakuwa kila kitu kwenye maisha yako. Lakini usipomfanya Mungu kuwa kila kitu kwenye maisha yako, na yeye mwenyewe atakufanya si kitu. Umesikia? Kwa sababu maandiko yanasema kwamba apandacho mtu ndicho ambacho anatakiwa akivune. Kila ambacho umekipanda, kama ni kibaya, kama ni chema, lazima mwisho yote lazima ukivune. Kwa sababu hauwezi ukapanda mahindi ukavuna mpunga. Ukipanda mema, lazima utavuna mema tu. Hata kama ni kweli wale watu ambao unaweza ukawa unawatendea wanaweza sione umana wa kila ambacho unakifanya, lakini hata kama hawataona, yupo Mungu ambaye anaona. Yupo Mungu ambaye anaona hata kama utakuwa mahali ambapo hapana watu wanaweza kukuona, lakini Mungu mwenyewe atakuona mahali popote pale. Mfanye Mungu kuwa kila kitu, naye atakuwa kila kitu kwenye maisha yako. Lakini utakapomfanya Mungu kuwa sio kila kitu, naye atakufanya sio kila kitu naye atakuwa si kitu kwenye maisha yako. Ishi vizuri kwa kuwa ni kwa ajili yako. Fanya mema kwa kuwa ni kwa ajili yako na kwa faida yako. Maandiko kwenye kitabu cha Mhubiri yanasema kwamba mkumbuke Muumba wako. Anasema siku za ujana wako. Anasema kabla hazijakaribia siku ama miaka ambayo utasema kwamba sina furaha katika siku hizo ama sina furaha katika miaka hiyo. Anasema mkumbuke Muumba wako, na alivyosema kwa